Ripoti zasema Africa TV kutokea visiwani Zanzibar. Katika kuenzi siku ya jemedari wa mapinduzi visiwani Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume visiwani hapa, leo hii tarehe 7 mwezi wa 4, viongozi na waumini wa madhehebu na dini mbalimbali wamekuja katika eneo la kaburi linalopatikana kisiwa Ndui. Viongozi hao wamepata fursa ya kuomba dua na baadhi yao kuzungumza machache juu ya aliyofanya kipindi cha uhai wake. Leo tarehe 7 Aprili 2026 kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya kifo cha rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mzee wetu marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, ikiwa ni pamoja na kumwombea dua na kuweka mashada ya maua katika kaburi lake. Mheshimiwa Rais, ratiba ya kilele cha maadhimisho haya itaanza na uwekaji wa mashada katika kaburi hili kwa utaratibu ambao utatangazwa. Mara baada ya hatua hiyo, Mheshimiwa Rais pamoja na baadhi ya viongozi itaombwa tuhamie upande wa kaskazini mwa kaburi hili kwa ajili ya tukio linalofuata ambalo ni dua pamoja na sala ambazo zitaongozwa hapa na viongozi wetu wa dini. Kukamilika kwa dua pamoja na sala ndio kutakuwa kumekamilisha ratiba nzima ya kilele cha maadhimisho haya ya siku ya kumbukumbu ya marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, na hapo Mheshimiwa Rais itaomba tukuruhusu ili uweze kuendelea na ratiba nyingine za ujenzi wa taifa. Baada ya msemaji Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaomba sasa tuongoze katika kuweka shada la dua katika kaburi. Karibu Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa Mapinduzi Hussein Ali Mwinyi alitangulia kuweka shada na maua kwa kaburi la mzee Karume. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ninaomba uweke shada na maua. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye aliweka shada. Jenerali Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania, ninaomba uweke shada na maua. Kiongozi wa balozi wa dogo Zanzibar, Balozi Dr. Kumar Pravin, ninaomba uweke shada na maua. Mwakilishi wa familia ya marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, ninaomba uweke shada la maua. Mwakilishi wa wazee wa Chama cha Mapinduzi, Mzee Juma Bakari Nahoda, ninaomba uweke shada la maua. Mheshimiwa Rais, na huo ndio mwisho wa uwekaji wa mashada maua katika kaburi hili kwa leo. Ninaomba kuhamia upande wa kaskazini wa kaburi hili kwa ajili ya dua pamoja na sala. Na katika kumwombea marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, Mheshimiwa Rais, tunao viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini ambao tuongoza kwa dua pamoja. Kwa majina naitwa Abdullah Hasnu Makame, ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki na ambaye natokea Tanzania, lakini kwa upande wa Zanzibar.
Na Mheshimiwa Karume, baada ya mapinduzi, kuna usemi mkubwa ambao upo unasema mapinduzi daima, kwa maana ya kwamba mapinduzi lengo yake nini? Lengo yake ni kuleta maisha bora kwa wananchi wa Tanzania, wananchi wa Zanzibar, wananchi wa Afrika Mashariki na wananchi wa Afrika nzima, kwa sababu wakati mapinduzi yanafanyika na watu waliofanya mapinduzi ni watu wa umajumui wa Afrika. Kwa hiyo jitihada zote zilizoendelea baada ya mzee Karume, alipokuja mzee Jumbe, akaja mzee Ali Hassan Mwinyi, mzee Idris Abdul Wakili, Salmin Amur, mzee Karume mdogo, Dr. Sheni, mpaka sasa hivi Dr. Mwinyi, hawa wote wao kazi yao ni kuleta maendeleo. Nikiripoti kutokea visiwani Zanzibar, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.